Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni katika Habari Njema Channel. Na siku hii ya leo tunatafakari pamoja neno la Mwenyezi Mungu ili liweze kutusaidia katika maisha yetu. Leo tunaadhimisha Dominika ya 34 ya mwaka C wa kanisa, lakini kwa namna pekee tunafanya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Naomba tuanze kwa kufikiria kidogo. Hebu jaribu kufikiria mfalme yoyote wa kidunia au mfalme mkubwa unayemfahamu au pengine rais. Akija kwako leo hii utamuomba kitu gani? Nikikwambia umuombe chochote utamuomba nini? Je, utamuomba utajiri? Utamuomba afya njema? Je, utamuomba nguvu au utamuomba heshima fulani au hadhi fulani? Lakini ndugu zangu wapendwa, tunakutana leo na mfalme wa ajabu kidogo. Mfalme ambaye hakalii kiti cha dhahabu, cha enzi, cha almasi, bali ametundikwa juu ya mti wa msalaba. Mfalme ambaye hajavaa taji la dhahabu, bali amevaa taji la miiba kichwani. Mfalme ambaye hatawali kwa upanga, bali anatawala kwa msamaha na upendo. Mfalme huyu ni nani ndugu zangu wapendwa? Mfalme huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mfalme wetu huyu ndugu zangu anatufundisha kwamba ufalme wa Kristo haujengwi kwa mabavu, bali unajengwa kwa upendo. Wala haujengwi kwa woga, bali unajengwa kwa matumaini. Haujengwi kwa shuruti, bali unajengwa kwa huruma, kuwahurumia wengine ndugu zangu. Sasa masomo yetu ya leo kuanzia Agano la Kale hadi Injili yanatuelekeza katika kupiaisha tena fikra zetu na namna tunavyofikiria juu ya ufalme na utawala, juu ya mamlaka, juu ya kuishi Ukristo wetu. Je, tunahubiri na kuweka katika vitendo amani, kudumisha haki na kudhihirisha upendo wa Kristo kwa wale ambao tunaoongoza? Tuko tayari kuwasamehe wale tunaoongoza? Kwa namna pekee ndugu zangu wapendwa, tupo katika sinodi ya Jimbo Katoliki Moshi, na kauli mbiu inatutaka tusikilize na kufanya yote upya. Tusikilize zaidi kuliko kuwahukumu wengine. Tusikilize zaidi kuliko kuwabagua wengine. Tuchochee matumaini kati ya watu badala ya vita. Tusichochee vita, tuchochee amani. Ndugu zangu, maandiko ya leo yanatutaka tuwatie moyo waliokata tamaa. Leo tunazungumza habari za Yesu anayetufundisha, lakini kwa kweli kimsingi tunakutana na Yesu mwenyewe siku ya leo. Masimulizi haya ambayo tumeyasikia kwenye somo la kwanza hadi somo la Injili ni habari ambazo zinaishi katika maisha yetu siku ya leo. Kristo Mfalme anakuja kwetu ili kuponya majeraha yetu, kutua mizigo yetu na kuongozana nasi katika safari yetu ya sinodi, na tukiwa katika mwaka mtakatifu wa Jubilei kuu ya imani. Mambo matatu ambayo naomba tuyatafakari siku hii ya leo. Jambo la kwanza ambalo tunalipata katika somo la kwanza, kitabu cha pili cha Samueli sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 3, ni kwamba mfalme anachaguliwa kwa upendo. Mfalme siku zote anachaguliwa kwa upendo, si kwa sababu ya nguvu zake au kwa sababu ya uwezo wake, bali ni kutokana na watu kumpenda na wanapenda kile ambacho kinaitwa uaminifu wake. Katika somo la pili tutatafakari kwa pamoja kwamba mfalme huyu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo ana sifa ya kupiaisha kila kitu. Tena anafanya vitu kuwa vipya kupitia upatanisho. Nasikia habari hiyo katika somo la pili siku ya leo, Wakolosai sura ya 1 aya 11 hadi aya hiyo ambayo nihitimisha na kuendelea. Basi sehemu ya 3 tutasikia pia habari za Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa amani, ambaye yuko tayari
yuko tayari kuwasamehe hadi waovu. Tasikia katika Injili ya Luka, injili hii ya leo. Sikia leo Yesu anamwambia yule mwizi aliyetubu kwamba jioni hii ya leo, siku hii ya leo, utakuwa nami mahali pema mbinguni. Somo la kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 3. Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni, wakasema naye wakinena, tazama sisi tu mfupa wako na nyama yako. Zamani za kale, hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiwe uliye waongoza Israeli wote watoke nje na kuingia ndani. Naye Bwana akakuambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni. Naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana. Wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Neno la Bwana.
walifurahi waliponiambia, twende nyumbani kwa Bwana, nyumbani kwa Bwana, twendeni nyumbani kwa Bwana, twende nyumbani kwa Bwana, nyumbani kwa Bwana, twendeni nyumbani kwa Bwana. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 20. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkishukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Neno la Bwana. Hebu tuanze kutafakari hilo wazo la kwanza, kwamba mfalme, sifa ya mfalme, anapendwa kwa sababu ya uaminifu wake, sio kwa sababu ya nguvu zake au kwa sababu ya mabavu yake. Anapendwa kwa sababu ya uaminifu wake. Tunaona ni kisa cha mfalme mnyenyekevu, mfalme mtumishi wa Mungu Daudi, ambaye analipigania taifa lake kwa sababu anawapenda watu wake, anawapenda Waisraeli, na yuko tayari kujitoa. Anapigana na Goliati. Goliati ambaye ilikuwa ni mfalme aliyetishia, lakini Daudi anamkabili kutokana analipenda taifa lake, anampenda huyo ambaye anakwenda kumtawala, yuko tayari kumtetea. Anamuua Goliati, lakini yote hayo hayafanyi ili apate heshima, anayafanya kwa sababu yeye ni mchungaji wa watu wake. Sifa mojawapo ya kiongozi au ni wa familia au ni kiongozi yoyote, anapaswa kuwa mchungaji. Mchungaji ambaye anawapenda kondoo wake, mchungaji ambaye anawajali watu wake, mchungaji ambaye anafanya yote anaweza kuyafanya, si kwa kutafuta sifa wala nguvu wala kuonekana, bali kwa ajili ya upendo na uaminifu wake. Utawala katika familia zetu za Kikristo haupaswi kuwa ni utawala wa kidikteta. Leo hii tunasikia watu wengine waume ndani ya ndoa wanaishi kidikteta ndani ya familia zao. Sio jambo la kushangaa sana kukuta mume anampiga mke wake bila sababu, na wanawake ndani ya nyumba wanapigwa kama ngoma ya daku. Hii, ndugu zangu wapendwa, suluhu peke yake ni maongezi ya upendo, mazungumzo ya amani, kutafuta maridhiano,
kutafuta maridhiano. Matusi na ubabe havifai kwa wanandoa. Havifai kwa wanandoa. Matusi na ubabe havifai kwa wanandoa. Huo ni udikteta ndani ya familia ambao Kristo hawezi kubariki hata kidogo. Nilipokuwa shemasi wakati fulani, nilikuwa niko safarini naelekea kanisani. Basi nilipokuwa njiani nilipata lifti. Kuna familia moja hivi walinipatia lifti. Basi alikuwa anaendesha baba wa familia hilo gari na mke wake amekaa pembeni. Basi ni kama vile walikuwa wametofautiana usiku huu. Wakiwa safarini wanaelekea kanisani na mimi nimepewa nikae siti ya nyuma hapo. Basi wakaanza kuzozana ndani ya gari. Yule baba alikuwa anakimbiza gari. Anakimbiza kweli gari. Gari linakimbia. Anakanyaga mafuta mpaka mwisho. Basi mke anamsihi, anamwambia, "Baba Tuma, punguza mwendo. Utapata ajali." Lakini yule baba alikuwa anamrudishia matusi, anamwambia, "Wewe mbuzi, kaa kimya. Hujui kinachoendelea wala hujui kuendesha gari." Basi wakati anapomwambia vile, basi anazidi kuongeza mwendo. Kila akiongeza mwendo, yule mama anamwambia, "Punguza mwendo." Basi yule baba anamjibu kila wakati, "Wewe mbuzi, kaa kimya. Hujui hata gari linaendeshwaje." Basi kaendelea hivyo kwa muda mrefu. Hata wakati na mimi mwenyewe nikaa napata wasiwasi, nasema kwa staili hii basi tunaweza tukapata ajali saa yote. Nikaa namuomba Mungu wangu, lakini nikataka kufungua mdomo wangu kutaka kusema chochote ili kunusuru hali ile ilikuwa inaendelea pale. Basi kabla sijatamka chochote, yule mama basi akaangalia kule mbele ya safari. Gari lilipokuwa linakimbia kwa mwendo mkali, basi akaona kuna kundi la mbuzi wanapita kule mbele. Kundi la mbuzi wengi kabisa, na mchungaji yupo anawaongoza. Basi ili kumsaidia mume wake aweze kubadilisha mawazo yake ya kukimbiza gari lile, basi akamwambia, "Baba Jose, Baba Tuma, na kuomba chonde punguza basi mwendo. Mimi nikikwambia punguza mwendo unaniita mbuzi. Basi punguza basi walau mwendo, usije ukawagonga shemeji zako wako kule mbele." Hii ndugu zangu wapendwa, mambo kama hayo hayawezi kujenga familia. Ubabe, matusi havijengi familia, bali vinaharibu familia. Vile hata katika parokia kuna watu ambao daima wanawasukumia mbali Wakristo wenzao. Yeye ni kiongozi wa jumuiya, badala ya kuwakaribisha watu anawafukuzia mbali. Na hata wakati mwingine kuwatawala kwa mabavu, kuhimiza zaidi sheria kuliko upendo. Kuwahukumu watu kuliko kuwakaribisha na kuwavuta zaidi kwa Mungu. Hiyo sio sawa. Utawala wa Kristo unadai upendo, kuwa mchungaji wa kweli ambaye yupo tayari kujitoa kwa ajili ya kondoo. Wazo la pili ambalo tunaliona katika Jumapili hii ya leo, Bwana wetu Kristo Mfalme, ni kwamba Yesu Kristo Mfalme anapiaisha maisha yetu. Na anapiaisha maisha yetu kupitia upatanisho. Tasikia katika somo hilo Takatifu Paulo, nimesikia anazungumza, anasema kwamba vitu vyote vinaunganishwa na Kristo. Vitu vyote vilivyovunjika vinatengenezwa na Kristo, vinakusanywa pamoja na Kristo. Ndugu zangu, yote haya yanatufundisha kwamba kwa kumtazama Kristo, kwa kusogea karibu na Kristo, basi tutaweza tuyatengeneza maisha yetu ambayo yamevurugika au yamevunjika. Inaweza kuwa ni maisha ya mtu binafsi, inaweza kuwa ni maisha ya familia, au pengine maisha ya kanisa na jamii. Tunapomsogelea Kristo na hasa katika upatanisho wake, basi tunapokea amani ya kweli, tunapokea furaha ya kweli na maendeleo ya kweli katika maisha yetu. Kuna watu leo hii wameacha sanduku la maungamo, wameacha kupokea sakramenti ya kitubio. Na kama kuna wanandoa ambao leo hii huwa hawaungami dhambi zao mara kwa mara, hawafanyi toba mara kwa mara, wajue nyumba yao iko katika maanguko makubwa. Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Zipo nyufa nyingi sana zinatokea katika mahusiano ya wanandoa, lakini yamkini pengine wangekuwa ni watu wa toba, watu wa kutafuta msamaha, ndoa zingesalimika. Leo hii tunaalikwa, tunapokuwa na tofauti zetu za ndani ya nyumba, badala ya kwenda kwenye kutafuta hukumu za kipagani huko mtaani, ni nafuu na salama zaidi kwenda kwenye sanduku la maungamo
kwenda kujisema mwenyewe dhambi zako badala ya kwenda kuwasema wengine na kutafuta kupigana na wengine. Familia ambayo inaunganishwa na Kristo, inapatanishwa na Kristo, ni familia inayofanikiwa. Ni familia ambayo iko tayari kumkaribisha Kristo nyumbani kwa njia ya sala, kwa njia ya ushiriki katika mambo ya kiroho. Kila nyumba inapaswa kuwa na utaratibu, sio kukaa tu. Tuishi kwa utaratibu, kwa maana ya kwamba nyumba inayompenda Mungu, nyumba ya kiimani inayomsadiki Mungu, ni nyumba ambayo inazungumza na Mungu katika sala na iko tayari kushirikishana mambo yao, kutembea pamoja, kuvumiliana kwa utaratibu, kushika taratibu walizojiwekea wao wenyewe kwa upendo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, sura ya 23 aya ya 35 hadi 43. Watu walisimama wakimtazama Yesu. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu, nawe katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Neno la Bwana. Katika wazo la tatu na la mwisho ambao tunalipata katika Injili hii ya leo, tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo mfalme ametundikwa juu ya mti wa msalaba, amevalishwa taji la miiba, na pembeni yake wapo wahalifu wawili. Mhalifu mmoja anamwambia, je, wewe siye mfalme wa Wayahudi? Basi jiokoe mwenyewe, utuokoe na sisi. Lakini ndugu zangu wapendwa, yupo mwenzake upande wa kulia, jambazi, mhalifu, mnyang'anyi ambaye amefanya kazi ya kuua na kuiba mali za watu. Pale msalabani, yeye kinyume chake anafanya toba badala ya kumdhihaki Mungu. Anafanya toba na kuanza maisha mapya. Na ndugu zangu wapendwa, Yesu anamhakikishia kwamba leo hii tutakuwa pamoja paradiso. Leo hii tutakuwa pamoja mahali pema mbinguni. Ndugu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme wa amani ambaye yuko tayari kumpokea yote, hata kama alikuwa na dhambi nyingi kiasi gani. Yuko tayari kufanya upya maisha yetu hata kama yalikuwa yameharibika kiasi gani. Hakuna haja ya kurudisha kisasi au kujikatia tamaa moja kwa moja. Kristo mfalme wa amani anatukumbusha jambo hilo la muhimu, la kuanza upya maisha yetu kwa amani. Kutafuta amani badala ya visasi. Kutafuta amani badala ya visasi. Mambo ya kupigana makelele na kutukanana kuanzia asubuhi mpaka jioni, nakuta kuanzia asubuhi mpaka jioni ni kama disco. Kama disco, muziki hauzimi mpaka watu wanalala. Siku muda wa kulala basi bado watu tu wanaendelea kugombana mpaka asubuhi. Sio sawa sawa. Au watu ambao wana visasi kila wakati wanafanyana visasi. Mwai kufikia simulizi moja hivi. Sasa una watu ambao kwa kweli kwenye familia moja hivi ambao walikuwa wana ugomvi wao kwa wao. Sasa unaona kila wakati huyu baba huyu wa nyumba alikuwa anachelewa kurudi nyumbani kwake. Wakati mwingine anarudi saa 5, wakati mwingine saa 6. Sasa mke akashindwa kuvumilia.
Mwisho wa siku moja mume akawa amechelewa, amerudi saa 6 usiku nyumbani kwenye familia yake. Basi mke akamwambia, umetoka wapi? Sema, basi mimi nilikuwa kazini huko nikachelewa kidogo. Basi akamwambia, jamani mke wangu nisamee tu yaishe. Basi mke akamsamea. Kesho yake akaenda kazini, akarudi saa 7 ya usiku. Basi akamwambia mke wangu, bana leo nilikuwa kuna mambo mengi kazini, hata hivyo basi naomba unisamee tu, sitarudia tena. Kesho yake akarudi saa 8 ya usiku. Basi mke akamwambia, akajisemea moyoni, leo hata afanyeje sitamfungulia mlango, baki huko nje. Basi mume akawa amerudi saa 8 usiku, akawa anagonga geti. Hodi mama Tuma, hodi nimerudi. Mke wangu nifungulie, nimerudi. Basi mke akawa haitiki. Baadaye alipoona kelele zimezidi za usumbufu, akaamua kutoka nje kwenda kusikiliza mume wake. Basi akaendelea kugonga, hodi, naomba unifungulie. Akamwambia, sikufungulii, utalala huko nje leo. Basi mume akamwambia, nitapiga kelele. Mke akamwambia, piga kelele, halafu majirani wakija wakikusanyika utawaambia umetoka wapi mume wa mtu siku. Basi mwisho wa siku yule mume akawa anapiga kelele bila mafanikio. Mvua ikaanza kunyesha, maji yakajaa kila mahali. Hapo nje palikuwa pamechimbwa dimbwi. Kwa kuna dimbwi ambalo limechimbika hapo nje ya nyumba yao, nje ya geti lao. Basi mume akasema, nitafanyaje hapa? Basi akawa anamwambia, mama naomba unifungulie. Mama akamwambia, utajua mwenyewe, lala huko nje. Utaenda kuambia majirani huko umetoka wapi mume wa mtu usiku. Basi yule mume akaamua kuchukua jiwe lilikuwa hapo nje, jiwe kubwa. Mama alishamwambia, sasa wewe kama hutaki kunifungulia, mimi najitupa kwenye dimbwi hili, nifie huko. Achukua jiwe kubwa akalirusha ndani ya maji dimbwi. Basi mke akaanza kulia, baba Tuma, baba Jose, nakufungulia, usiogope bwana, wewe unakufa, usiniache mwenyewe. Basi alipofungua mlango hivi lile geti, basi kumbe yule mume alikuwa amejificha tu nyuma ya geti hapo. Basi mara moja akaingia ndani, mke alipotoka nje akamsukumia kule nje zaidi, alafu akafunga mlango. Mke naye akaanza kulia, unafanya nini sasa wewe baba Tuma? Nifungulie bana, nifungulie mimi, nifungulie. Nitapiga kelele. Piga kelele. Alafu utasema majirani akija hapo utasema umetoka wapi mke wa watu siku. Sasa ndugu zangu wapendwa, mambo kama maisha kama hayo hayafai kwa watu wa ndoa. Ndugu zangu wapendwa, visasi, fujo za namna hiyo, vita sio suluhisho. Leo ndugu zangu, tuwe tayari kuwa watu wa kuachilia msamaha na kuomba msamaha. Kuwa tayari kuwasamehe wengine kama Kristo alivyomsamehe yule mwizi aliyetubu pale msalabani. Kristo anavyomtazama mdhambi, ndivyo nasi tunavyopaswa kutazamana. Vile ambavyo Kristo anamwazia mtu mwovu ambaye anajua kabisa anaweza kufanya toba na kumsamehe, ndivyo hivyo hata katika maisha yetu ya familia, ya jamii, hata maisha ya kanisa. Kwa ndugu zangu wapendwa, tupiane nafasi ya kutubu. Sinodi yetu inatudai kwamba tufanye toba. Fanye toba. Tuwapokee wale wanaotubu. Nihitimisha kwa kusema tu kwamba kila mmoja leo atafakari. Je, moyo wangu ni kama wa Daudi, mnyenyekevu, mwaminifu, mwenye kujitolea kwa ajili ya watu, au ni moyo unaotafuta heshima, sifa, nguvu, kupigiwa makofi na kadhalika? Jambo la pili ambalo tunapaswa kutafakari siku hii ya leo ni kwamba ni eneo gani katika maisha yangu mimi kama Mkristo nahitaji kubadilisha na kufanya liwe jipya. Kristo anapokuja katika maisha yangu, ni kitu gani ambacho nataka kifanye kiwe kipya? Au bado naficha hilo eneo na kulifunika ili siguswe? Jambo la tatu, je, nimekuwa upande gani wa msalaba? Upande wa kejeli au upande wa toba ya kweli kama yule mwizi ambaye alifanya toba pale msalabani? Katika familia yangu, katika parokia yangu, katika jumuiya yangu, je, mimi niko mstari wa mbele kujenga ufalme wa Kristo kwa amani, au ninajenga ufalme wa Kristo kwa maneno ya visasi au ya vita? Leo Yesu angeniambia
Leo Yesu angeniambia utakuwa nami mbinguni, je, ingekuwa kweli ninastahili kuambiwa hilo mbele ya Mungu? Kwamba siku huu leo, jioni hii ya leo, naondoka na wewe. Je, ungekuwa unastahili kwenda na yeye? Kila mmoja jitafakari. Wapendwa katika Kristo, leo hatuiti tu kusherekea sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, bali tunaalikwa kuishi urithi huo na kutafuta kuwa raia wa ufalme huu. Tuombe kuwa waaminifu kama mfalme Daudi. Sisi ambao ni viongozi wa sehemu mbalimbali, inaweza kaa kwenye kanisa, kwenye jamii au kwenye familia zetu. Tumruhusu Kristo atufanye wapya kama Mtume Paulo anavyotufundisha. Tutafute toba na tufanye yote upya. Tutubu na kuwapa wengine msamaha kama yule mwizi alivyotubu na kusamehewa. Tuanze leo upya. Tulifanye kanisa letu jipya. Tutengeneze familia zetu ziwe mpya. Tutengeneze jamii yetu iwe mpya. Mfalme wetu huyu ni mfalme ambaye anatuambia kila siku ya maisha yetu, leo nitakuwa nawe. Hasemi kesho nitakuwa nawe, bali anasema leo nitakuwa nawe, nitakuwa nami. Na leo hapa sasa kila mmoja afanye maamuzi. Tuingie kwenye ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuwe tayari kusamehe, kutubu, kusikiliza wengine, kujengana, kuongoza wengine kwa upole, kuwa chemchemi ya amani katika mazingira yetu tunayoishi. Kristo ni mfalme, na kwa pamoja tunasema Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, karibu katika maisha yetu, uyatawale, uyaongoze na utufanye wapya. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawatakieni sherehe njema ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme.